mkutano umefanyika wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za G7. Ndio. Umefanyika pale Canada. Agenda ni ile vita vya Ukraine, vita Mashariki ya Kati. Agenda ndo hizo. Zile. Bado dunia inahangaika. Vikao vinakaliwa kila siku kuhakikisha dunia inatulia. Yes, ndo imekuwa ni ajenda kubwa sana sasa hivi duniani ya viongozi wa kidunia kuja kuendeleza kujadili masuala ambayo yamekuwa yakiisumbua dunia. Na kama ulivyosema kwamba kwa namna ambavyo dunia jinsi ilivyo sasa hivi ni kwamba mataifa yote yamekuwa sasa hivi yakijadili masuala mbalimbali ya vita, masuala mbalimbali ya kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya uhamiaji, ndio masuala ambayo ukiyatazama yamekuwa ndo global agenda za kimataifa. Kwa hiyo mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 7 tajiri duniani wamekutana kule Canada kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanaweza kujadili hali ya mustakabali wa kimataifa. Na hii ukitazama Mtei imekuwa ni muendelezo wa namna gani mataifa haya sasa yanajaribu kuja na mustakabali mwema wa dunia jinsi ilivyo, kwa sababu ukitazama trend ya kimataifa kwa kweli inapitia katika ukosefu wa usalama wa kimataifa. Na hiyo itazame kuanzia Afrika, tazama kuanzia Ulaya yenyewe, Amerika ya Kaskazini, Kusini, kote kuna tension kubwa zaidi ya kimataifa ya ukosefu wa usalama wa kidunia. Kwa sasa mawaziri wa mambo ya nje wakiongozwa na nchi tajiri duniani wamekuwa na hizo ajenda yao kubwa kuhakikisha kwamba namna gani global insecurity, yani ukosefu wa usalama kimataifa unaweza kuifanya dunia kuwa eneo salama zaidi la kuishi. Na hiyo vile vile ukitazama imekuwa ni agenda ambayo itafanyika kwenye kikao cha nchi 20 tajiri duniani, namna gani vile vile wataenda kujadili mzozo wa Urusi na Ukraine. Na kimsingi ni kwamba pia hata Sudani pia ni moja kati ya mjadala utakuwa. Na kimsingi ni kwamba mzozo wa Urusi na Ukraine, mzozo wa Sudani, mzozo wa Gaza, mzozo wa Kongo ukitazama yamekuwa ni mizozo ambayo kwa kweli imekuwa ikichukua ajenda kubwa zaidi. Kuna mijadala mikubwa ya kimataifa. Kwa mfano, tunajua wote hali ya Kongo ambayo imepelekea mzozo mkubwa zaidi katika Afrika Mashariki na Kati na siasa za maziwa makuu. Tunajua kwa mfano hali ya Sudani, zaidi ya watu milioni 15 wamekosa makazi na wameweza kukimbia nchi. Tazama kwa mfano hali ya Palestina, zaidi ya watu 60,000 wameweza kufariki takriban miaka miwili ya kile kinachoitwa mashambulizi au vita kati ya Hamas na majeshi ya IDF. Kwa kimsingi ni kwamba hizi ndio zimekuwa ajenda kubwa zaidi katika ulimwengu huu wa kisasa. Na hiyo utatazama tangu tumetoka kwenye COVID mwaka 2021 mpaka leo hii kwa kweli dunia haijaweza kutulia. Dunia ina vita, dunia ina mizozo, ina machafuko, tension kubwa za mipaka, kuvuka mipaka. Kwa hiyo kwa kweli kikao chao cha ambao kinaendelea kule wanajaribu kuja na muendelezo kuhakikisha kwamba namna gani dunia inaweza kuwa salama zaidi kuishi. Sasa wamekubaliana bwana Mtei. Cha kwanza ni vikwazo kwa Urusi kama kawaida yao. Nimeona hata Uingereza wenyewe wanasema wao wangeshaanza mapema tu ni. Uingereza wanasema kwamba wao sasa hivi wameacha kununua wameacha kupitisha gesi ya Urusi katika bahari yao ambao wameanza tangu mwaka 2023. Lakini mataifa mengi yanaendelea kuhakikisha kwamba wanaacha kutumia rasilimali za Urusi ambazo zimekuwa kama ni nguvu yao ya ushawishi kwa dunia ya Ulaya. Kwa sasa huo ni mpango vile vile kuhakikisha kwamba Putin anakaa kwenye meza ya mazungumzo. Walichokubaliana kingine ni kwamba lazima mipaka kimataifa iweze kuheshimiwa, mipaka ya Ukraine kwenda kwa Urusi, lakini vile vile Urusi lazima aweze kuondoa vikosi vyake ndani ya maeneo ya Ukraine. Kwa Urusi hiyo imekuwa ni kizungumkuti kikubwa. Tunajua kwamba ameshaika wazi kwamba hawezi kuondoka kwenye maeneo ambayo kimsingi amekuwa akiyashikilia. Kwa kikao hichi kutazama kinaweza kuzaa matunda kwa namna gani, kwa sababu hiki kinakuwa kikao zaidi ya 20. Wanakaa wanajadili. Kwa hiyo sasa watu wengi wanasema kwamba dunia inapitia kuna hiyo global insecurity. Na kimsingi ni kwamba moja ya taasisi kubwa zaidi ya kimataifa ambayo inachunguza masuala ya security usalama inasema kwamba sasa hivi duniani kuna mizozo mingi kuliko baada ya vita ya pili ya dunia na baada ya vita ya kwanza ya dunia. Yaani leo duniani kwenye hali mbaya zaidi. Yaani kuna tension za mataifa, kuna tension za vita, vikundi, kuvuka mipaka. Kuna zaidi ya mizozo 70 kutokana na Global Insecurity Index. Kwa hiyo dunia inapitia kwenye usalama mkubwa wa kimataifa. Namna gani dunia wanaweza kukaa
kwa kutumia jumuiya zao za kikanda, kwa sababu dunia ina jumuiya za kikanda. Kuna ECOWAS, kuna Afrika Mashariki, kuna AU, kuna Umoja wa Ulaya, kuna G7, kuna Umoja wa Mataifa. Wote wanajaribu kisha kwamba waweza kutumia njia za diplomasia walengo kufikia amani. Kwa kweli viongozi wa dunia kwa kweli, na ukiangalia aina ya viongozi wenyewe, una jukumu la msingi kuhakikisha kwamba dunia inakuwa ni mahali zaidi salama pa kuishi. Vikwazo kwa Urusi ni kama sio story tena. Yaani wameshazoea kuambiwa hivyo. Vinaweza vikawa ni vitisho, vinaweza vikawa ni suluhisho, kwa sababu Urusi ukimsikiliza Putin tangu anakutana na Trump, tangu anafanya nini, ni mtu ambaye sasa hivi anachokiamini ndicho. Afikiri kugeuka. Yes, vikwazo vimekuwa ni njia ya kuhakikisha kwamba taifa moja kuna Israeli mambo ya nje inaweza kufikia maslahi yake kwa taifa lingine. Sasa unamwekea vikwazo nani? Na yule ambaye unamwekea vikwazo amejipanga vipi? Kwa sababu hivi vikwazo kwa kweli vimekuwa vikifua dafu kwa nchi za Kiafrika kwa kiasi kubwa. Ikiwa vikwazo kwa mfano Sudan, inakuwa kweli inaweza kweli kinakwaza kweli. Inakwaza kweli. Kwa mfano ikiwa vikwazo, kwa mfano vikwazo ambaye amepewa Urusi ni nchi mbili tu ambazo inaweza kustahimili. Ni China na Urusi wenyewe, ambao wamewekewa vikwazo nchi za, kwa sababu dunia nzima kimagharibi imeungana kumwekea vikwazo Urusi. Sasa vile vikwazo ambao zaidi mara 500 wanasiasa wamepewa vikwazo, kampuni za mafuta zimepewa vikwazo. Kwa hiyo nchi ambayo inaweza kustahimili vikwazo ni China na Urusi. Hakuna nchi nyingine yoyote ameweza kustahimili vikwazo vya kimagharibi. Tumeshuhudia vikwazo vya kisiasa, vikwazo vya kiuchumi, vya kidiplomasia. Kwa sasa swala la msingi ni kwamba vikwazo hivi vimeweza kumtisha Putin? Kwa kweli havijaweza kumtisha, kwa sababu malengo ya vita ya Urusi kwa Ukraine Putin ameshaweza kufanikisha. Alisema kwamba Ukraine isiweze kuingia NATO, mpaka sasa hivi NATO hajaingia. Alisema kwamba ukanda wa mashariki maarufu kama Donbas lazima iweze kuchukua. Tumeshuhudia amechukua Luhansk, Donetsk, Crimea, Zaporizhia, Kherson, yote amechukua. Lakini vile amesema wazi kabisa kwamba maslahi ya Urusi dhidi ya Ukraine lazima iweze kuheshimiwa. Kwa mpaka sasa hivi malengo ambayo yamempeleka Urusi vitani yameshaweza kuyatimiza. Na tunapima ushindi wa nchi wa kuweza kutimiza malengo yake ya kimkakati katika nchi nyingine. Kwa kweli vikwazo hivi Urusi haviwezi kumtisha, kwa sababu vile vile yeye malengo yake ya vita yashaweza kutumia. Hasa namna gani anaweza kucompromise, ndio hoja msingi dhidi ya hawa washindani wake wa kiuchumi, kwa mfano Marekani na nchi za Ulaya. Kwa Ulaya wao wamekuwa wakisimamia demokrasia, kwamba wakijenga hoja kwamba ni ukosefu wa haki za kimataifa kwa taifa moja kuvuka mipaka kwenda kuivamia nchi nyingine, kwa sababu kila nchi ina namna yake ya kuamua mustakabali wake. Lakini kwa Urusi amekuwa akijenga hayo mazungumzo ya kihistoria, hoja za kihistoria kwamba